prophet is the image that its maker should carve it. The molded image. Good afternoon, brothers and sisters. Welcome to today's Bible study about prophetic lines and fractals, and we will begin with a silent word of prayer. Habari za jioni dada na ndugu, tunakaribisha leo katika mafunzo ya kinabii na fractals, lakini kabla tuanze na maombi ya kimoyo. So as you have said, today's study we are going to be looking at the prophetic lines and fractals. Vile tumesema kwamba leo tutakuwa tunaangalia kuhusu dhana ile ya fractals na laini za kinabii. And this is just a continuation from where we left in our last study about importance of prophecy. Na mafunzo leo endelea tu pale ni ya kuendeleza yale mafunzo tuliyofanya hapo awali. And so in our last study we defined prophecy and we saw how the importance of prophecy. Katika mafunzo yetu iliyopita tulifanua unabii na tukaona umuhimu wake ni nini. We saw that prophecy is Christ. Tukaona kuwa unabii ni Kristo, or it is that which reveals Christ, ama ni kile ambacho kinadhihirisha Kristo. We saw that the name of Christ is in fact prophecy. Tukaona kwamba jina la Yesu ni unabii, because unabii yenyewe, because in Revelation he is called that he who was, he who is, and he who is to come. Kwa maana katika kitabu cha Ufunuo anaitwa kama yeye aliyekuwa na yeye aliyeko hivi sasa hivi na yeye atakayekuja katika siku za usoni. And we saw that this is past, present and future. So Christ is the past, the present and the future. Tukaona kuwa Kristo ni wa kale, ni wa hivi sasa na ni wa siku za usoni. And the name attached to this attribute of Christ is the name Alpha and Omega. Na jina ambalo limepewa na tabia ya Kristo ni jina ile la Alpha na Omega. And we also saw how this name is prophecy in itself, declaring the end from the beginning, Alpha and Omega. Tukaona jinsi ambavyo hii jina ama hili jina ni unabii yenyewe, Alpha na Omega. We also saw from our last study that prophecy is the gospel. Tukaona tunakuwa pia unabii ni injili, and that there is really no separation between prophecy and gospel. Na kuna huwezi kutenganisha unabii na injili. So today we are going to be continuing with those thoughts. Leo tunataka kuendelea na wazo hilo. And what we are going to be looking at is how to study prophecy, or how prophecy is studied. Na leo tunaangalia jinsi ya kukisoma unabii. So we begin right away with second selected messages, page 102. Tunaanza na nukuu ya dada White, which says, mbali linasema historical events showing the direct fulfillment of prophecy were set before the people, and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. Nasema kuwa selected messages, second selected messages, page 102, paragraph. Yes. Nasema kuwa tukio za historia zilizoonyesha kutimia kwa unabii moja kwa moja ziliwekwa mbele ya watu, na unabii ukaonekana kuwa unawakilishwa kwa kuteka tukio zinazoongoza hadi mwisho pale ambapo historia ya dunia itakapofungwa. So from this quote is where we got our definition of prophecy. Tukana na nukuu hili ndio tulipata tafsiri yetu la unabii. And we define prophecy as prophecy was seen to be a figurative delineation of events. Na tukaona kuwa unabii ni tukio za kimfano zilizowekwa katika laini. So this is how we are going to be looking at prophecy today, as a figurative delineation of events.
Na hivi ndivyo tunaenda kuelewa nabii sasa kwa leo kuwa ni tukio za kimfano. So what we understood from that is that prophecy for you or prophecy is events drawn on a line. Ile hapa ndio katika nukuu ni kuwa unabii ni tukio ambazo zinachorwa katika laini. Or this is what it means, a delineation of events. Kwa kuwa kuteka ni kuchora. So today we are going to be drawing events on a line, and this is how we have to study prophecy. Na leo tutakuwa tukichora matukio katika laini, na hivi ndivyo tunapaswa kusoma unabii. So prophecy is always studied by drawing lines. Unabii unasomwa tu kwa kuchora laini. And we are going to see that this is how Sister White, or this is how inspiration admonishes us to study prophecy by lines. Na hivi ndivyo tunaambiwa na dada White kuwa tunafaa kusoma unabii kwa kuchora laini. So we are going to go into those quotes where we see that prophecy is studied by lines. Tutasoma nukuu hizo ambazo zinadhibitisha kuwa unabii unasoma katika laini. So this is Review and Herald, July 31st, 1888, and it says, "We must have a knowledge of the scriptures that we may trace down the lines of prophecy and understand the specifications given by the prophets and by Christ and the apostles, that we may not be ignorant but be able to see that the day is approaching, so that with increased zeal and effort we may exhort one another to faithfulness, piety and holiness." Okay, Review and Herald says, "We must have a knowledge of the scriptures." Nukuu inasema kuwa inafaa kuwa na hekima ya maandiko, "that we may trace down the lines of prophecy, ili kwamba tuweze kujua laini za kinabii, and understand the specifications given by the prophets and by Christ and the apostles." na tuelewe yale ambayo yamenenwa na Kristo na mitume. So what we get from this quote is that it says that we may trace down the lines of prophecy. So we get from this that prophecy is given in lines. Tunaelewa kuwa unabii unapeanwa katika laini, because she says that we may trace down the lines of prophecy. Kwa amesema kuwa tuweze kuziangalia laini za kinabii. Okay, and another quote. This is Second Selected Messages, page 114, paragraph 2, and it says, "Prophecy has been fulfilling line upon line." Inasema kuwa unabii umekuwa ukitimia laini juu ya laini. "The more firmly we stand under the banner of the third angel's message," vile tunaendelea kusoma katika bendera ya malaika watatu, "the more clearly shall we understand the prophecy of Daniel." Tutapata kuelewa kwa wazi unabii za Danieli. So it begins by saying prophecy has been fulfilling line upon line. Naweza kusema kuwa unabii umekuwa ukitimia laini juu ya laini. And so this is how prophecy is to be studied, line upon line. Na hivi ndivyo unabii unapaswa kusomwa, laini juu ya laini. And we get this phrase line upon line from Isaiah 28 from verse 9 to 13. Tunapata neno hili katika kitabu cha Isaya 28. And it says, "Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine?" Linasema kuwa ni nani atakayemfunza maarifa, ama nani atakayemfanya aelewe mafundisho? "Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts." Ni wale waliwatishwa maziwa. "For precept must be upon precept, precept upon precept." Kwa kuwa kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Line upon line, line upon line. Laini juu ya laini, laini juu ya laini. Here a little and there a little. Hapa kidogo na kule kidogo. So from this verse we see that God is asking, whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Katika fungu hili Mungu anauliza, je, ni nani atakayemfundisha hekima, ama ni nani atakayemfanya elewe mafundisho? So from this verse is where we get the principle of studying, or the principles we use in understanding doctrine or in gaining knowledge. Na kutokana na fungu hili ndio tunapata kanuni za kusoma nabii, ama za kupata hekima, maarifa kutoka na neno la Mungu. And the principle that has been given is that for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Na kanuni tuliyopewa ni kuwa na Isaya ni kuwa kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Laini juu ya laini, laini juu ya laini, hapa kidogo na kule kidogo. So the principles that have been given is that prophecy is to be studied line upon line.
kanuni tuliopewa ni kuwa unabii unapaswa kusomwa laini juu ya laini. But we saw that prophecy is a delineation of events. Na tuliona kuwa unabii ni kuchora matukio. So line upon line means placing one event upon another event. Hivi sasa ni kuwa laini juu ya laini inamaanisha kuwa ni kuchora laini moja juu ya laini nyingine. Kuchora laini ya matukio moja juu ya laini ya tukio nyingine. One event or one prophetic line illustrates another prophetic line. Laini moja kinabii inaashiria laini ile nyingine ya unabii. So this is what it means studying the prophetic or prophecies to be studied line upon line or event upon event. Na hii ndio inamaanisha kuwa unabii, ama hii ndio inatuambia kuwa unabii na kupaswa kusoma katika laini juu ya laini. And it goes on to say, this is the rest wherewith he may cause the weary to rest, and this is the refreshing. Na inasema kuwa hii ndio pumziko ambalo watakaofanya wale waliochoka wapate pumziko, na hili ndio burudiko. So what is the rest? Hivi sasa burudiko ni nini ama pumziko ni nini? It says this is the rest, so it only means what has been spoken earlier on before. Anaposema kuwa hii ndio pumziko, inamaanisha kuwa ni kile ambacho kimenenwa baada ya ile fungu. And what had been spoken earlier before is the principles of studying. Na ile iliyosemekana kabla ile fungu ni kuwa zile kanuni za kusoma Biblia. So when you use these principles, precept upon precept, line upon line, here a little, there a little, this is the rest wherewith you may cause the weary to rest. Na unapotumia kanuni hizi za Isaya kuwa kanuni je kanuni, laini je laini, hapa kidogo na kule kidogo, hii ndio pumziko ambayo Mungu anaongelea katika kitabu cha Isaya. Yeah, and from God's word we understand that the rest is the latter rain of the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit. Na kutokana na neno la Mungu tunaelewa kuwa pumziko hili ni mvua ile ya masika au ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Yeah, and as Adventists we are really waiting for the latter rain. Na kama Waadventista tunasubiri sana mvua ya masika. But Isaiah 28 verse 9 tells us how we are to receive this latter rain. Lakini Isaiah 28 anatueleza jinsi ambavyo tunaweza kupata roho wa Mungu ama mvua ile ya masika. And it's by studying. You only receive the latter rain by doing Bible study, precept upon precept, line upon line, here a little, there a little. Na unapata tu mvua ya masika ama roho wa Mungu kusoma Biblia vile ambavyo Isaya amesema, kanuni je kanuni, laini je laini, hapa kidogo na kule kidogo. And not just the Bible but studying prophecy line upon line is what brings the rest. Sio tu Biblia lakini kusoma unabii laini je laini ndio kile ambacho kinaleta pumziko ama burudiko. Yeah, so from these quotes at least what we get the principle is that prophecy is to be studied by lines, and when you go to the board you begin to now try to understand this. Tukana na fungu hili unapata kuwa unabii unasomwa kwa kuchora laini. Na tukienda katika bao mwanzo kuchora laini juu ya laini. So this is a line, hii ni laini, and from the definition of prophecy we are told that it's a delineation, it's a line, and on this line a delineation of events. There are events on this line. Na ile umesoma kuwa unabii ni laini, na katika laini hii tunachora matukio moja, mbili hadi mwisho. So this will be the line and this will be the events on the line. Sasa itakuwa line na hili itakuwa tukio yenyewe. So yeah. So we go on, we continue. Tuendelea. Okay, this is Great Controversy 88, page 320, paragraph 2. Okay, it reads, with intense interest, he studied the book of Daniel and Revelation, employing the same principles of interpretation as in the other scriptures, and found to his great joy that the prophetic symbols could be understood. This is talking about William Miller. He saw that the prophecies, so far as they have been fulfilled, had been fulfilled literally. That all the various figures, metaphors, parables, similitudes, etc. were either explained in their immediate connection, or the terms in which they were expressed were defined in other scriptures. And when thus explained were to be literally understood. Thus I was satisfied, he says, that the Bible was a system of revealed truth, so clearly and simply given that the wayfaring man, though a fool, need not err therein. Link after link of the chain of truth rewards his efforts, as step by step he traced down the great lines of prophecy. Angels of heaven were guiding his mind and opening the scriptures to his understanding. Kwa hamu ni controversy
na ukurasa 320 aya ya 2 nasema hivi: kwa hamu uliokithiri alikidirusu kitabu cha Danieli na cha Ufunuo. Huu ni William Miller akitumia kanuni zile zile za kutafsiri kama alivyotumia katika maandiko mengine, na kupata kwa furaha yake kubwa kwamba ishara za kinabii zaweza kueleweka. Aliona kuwa unabii ulivyokuwa umetimilika ulikuwa umetimilika kihalisi, kwamba mifano mbalimbali, vielezo, mafumbo na kadhalika zilikuwa aidha zimeelezewa katika uhusiano wao wa karibu, au kwa maneno ambayo zilielezewa zilikuwa zimetafsiriwa katika sehemu zingine za maandiko, na vikielezewa hivyo vilikuwa vieleweke kihalisi. Hivyo basi nilitosheka, akasema, ya kuwa Biblia ulikuwa mfumo wa ukweli uliofunuliwa kwa wazi na kupeanwa kwa urahisi, ili kwamba msafiri japo mjinga astahili kupotea kwayo. Kiungo baada ya kiungo ya mnyororo wa ukweli ulizawadia juhudi zake hatua kwa hatua. Alipofuata laini kuu za unabii, malaika wa mbinguni waliongoza akili yake na kufungua maandiko kwa ufahamu wake. So what we get from this is that link after link of the chain of truth rewarded his efforts, as step by step he traced down the great lines of prophecy. So in this line of prophecy there are links which forms a chain. Tunaona kuwa katika nukuu hii kuwa ni kiungo baada ya kiungo ya mnyororo wa ukweli wa unabii ulizawadia juhudi zake hatua kwa hatua alipofuata kanuni zile za unabii. Hivyo kuwa katika hili tunaona kiungo baada ya kiungo. So the next quote, second selected messages, page 104. The truths that have been unfolding in their order as we have advanced along the line of prophecy, revealed in the word of God are truth, sacred, eternal truth today. Those who passed over the ground step by step in the past history of our experience, seeing the chain of truth in the prophecies, were prepared to accept and obey every ray of light. Nasoma nukuu hii kutoka katika kitabu cha Selected Messages ukurasa 104, nasema hivi: ukweli ambayo umekuwa ukiendelea kufunguka kwa utaratibu wake, kama tunavyoendelea kando ya laini ya unabii uliofunuliwa katika neno la Mungu, ni ukweli takatifu, ukweli wa milele leo. Wale ambao wamepitia hatua kwa hatua katika historia yetu, wakiona mnyororo wa ukweli katika unabii, walitayarishwa kuyakubali na kutii kila miale ya nuru. So what we get from this quote is that the events that are traced down on the lines of prophecy come in their order. Tunaona kuwa matukio ambazo zinachorwa katika laini ya unabii zinakuja kwa utaratibu wao. So if this will be the first event, then this will be the second, and this will be the third, then the fourth, and so on. Ikiwa hii ni tukio la kwanza, itakuwa ya pili, itakuwa ya tatu, na hadi kuendelea. So they come in their order. Zinakuja katika utaratibu wao. So we continue. Tunaendelea. So we are still learning the principles of studying prophecy. Tunajifunza kanuni za kusoma unabii. Yeah. So all that God has in prophetic history specified to be fulfilled in the past has been, and all that is yet to come in its order will be. Daniel, God's prophet, stands in his place. John stands in his place. In the Revelation, the Lion of the tribe of Judah has opened to the students of prophecy the book of Daniel, and thus is Daniel standing in his place. He bears his testimony, that which the Lord revealed to him in vision of the great and solemn events which you must know as we stand on the very threshold of their fulfillment. Nasoma nukuu kutoka 17 Mark ukurasa wa 10 aya ya 2, nasema kuwa yote ambayo Mungu ameelezea katika historia ya kinabii kuwa yatatimika hapo mwanzo yametimika, na yale yote ambayo bado hayajatimika kwa utaratibu wake utatimia. Danieli, nabii wa Mungu, atasimama pahala pake. Yohana anasimama pahala pake. Katika Ufunuo, simba wa Yuda amewafungulia wanafunzi wa unabii kitabu cha Danieli, na hivyo Danieli amesimama pahala pake. Anatoa ushuhuda kile ambacho Bwana alimfunulia katika maono kuhusu matukio makuu ambayo sharti tuyajue tunaposimama katika kizingiti ya utimilifu yao. So
So those quotes continue to emphasize that prophecy is fulfilled in its order and that these events come in their order. Hizi nukuu zinaendelea kusisitiza kuwa unabii na timia katika utaratibu wao, na hizi tukio zinakuja katika utaratibu. So we continue with second selected messages, page 102. Tunaendelea na nukuu ambayo amesema, it says, there are those now living who, in studying the prophecies of Daniel and John, received great light from God as they passed over the ground where special prophecies were in process of fulfillment in their order. They bore the message of time to the people. The truth shone out clearly as the sun at noonday. Historical events showing the direct fulfillment of prophecy were said before the people, and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. The scenes connected with the working of the man of sin are the last features plainly revealed in this earth's history. The people now have a special message to give to the world, the third angel's message. Those who, in their experience, have passed over the ground and acted a part in the proclamation of the first, second, and third angel's messages are not so liable to be led into false paths as those who have not had an experimental knowledge of the people of God. Nasoma katika nukuu hii ya 2SM ukurasa 103, nasema kuwa kunao wanaoishi ambao kwa kusoma unabii za Danieli na Yohana walipata nuru kuu kutoka kwa Mungu walipokumbana na unabii maalum ambazo zilikuwa katika mchakato wa kutimia kwa utaratibu wao. Walihubiri ujumbe wa wakati huo kwa watu. Ukweli uling'aa kama jua wakati wa mchana. Tukio za historia zilizoonyesha kutimia kwa unabii moja kwa moja ziliwekwa mbele ya watu, nao unabii ukaonekana kuwa unawakilishwa kwa kuteka tukio zilizoongoza hadi mwisho pale ambapo historia ya dunia itakapofungwa. Watu sasa wana ujumbe maalum kuipa ulimwengu, ujumbe wa malaika watatu, wale ambao kwa uzoefu wao wamekumbana na kufanya sehemu kwa kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Sio rahisi waongozwe katika njia zisizo za kweli kama wale ambao hawajakuwa na elimu ya moja kwa moja ya watu wa Mungu. So from this quote is where we got our definition of prophecy. Tukana nukuu hili ndio tulipata tafsiri yetu ya unabii. And it said that it's a figurative delineation of events. Inasema kuwa ni kuchora matukio au kuteka matukio. But it goes on to read, the people now have a special message to give to the world. Endelea kusema kuwa watu sasa wana ujumbe maalum kupeana kwa ulimwengu. The third angel's message. Ujumbe wa malaika watatu. Those who live in their experience have passed over the ground and acted a part in the proclamation of the first, second, and third angel's messages. Wale ambao kwa uzoefu wao wamekumbana na kufanya sehemu kwa kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, sio rahisi waongoze kwa njia zisizo za kweli. So, okay, as the Millerites were presenting, or as it says, historical events were said before the people. Inasema kuwa matukio za historia ziliwekwa mbele ya watu. And the prophecy was seen to be a figurative delineation of events. Na unabii ukaonekana kuwa ni kuchora tukio za kimfano. So these events that are drawn on a line, matukio haya ambayo yanafuata katika laini, are events that are connected with the proclamation of the first, second, and third angels' messages. Ni matukio ambazo zimeunganishwa kwa kuhubiri kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. So it is not just any events that are placed on a line, sio tu tukio yote ile inayo katika laini, but these have to be events that are connected with the proclamation of the first, second, and third angels' messages. Matukio haya yanafaa kuwa zile matukio ambazo zimeunganishwa na kuhubiri kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. So the lines of prophecy that we should study, or how we are supposed to study prophecy, laini za kinabii ambazo tunafaa kusoma au vile tunafaa kusoma unabii, is by studying the events that are connected with the first, second, and third angels' messages in their order. Ni kwa kusoma zile tukio ambazo zimeunganishwa na malaika wa kwanza, wa pili na watatu katika utaratibu wao. So we have here the first angel's message, we have here the second angel's message, and we have here the third angel's message. Tunaona hapa ujumbe wa kwanza, wa pili, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. And this is the line of prophecy. Na hii ndio laini ya unabii. So we continue. Endelea.
This is 17 MR, page 11, paragraph 1. In history and prophecy, the word of God portrays the long continued conflict between truth and error. That conflict is yet in progress. Those things which have been will be repeated. Old controversy will be revived and new theories will be continually arising. But God's people, who in their belief and fulfillment of prophecy have acted a part in the proclamation of the first, second, and third angels' messages, know where they stand. They have an experience that is more precious than fine gold. They are to stand firm as a rock, holding the beginning of their confidence steadfast unto the end. Nukuu inasema kuwa katika unabii na historia, neno la Mungu linaonyesha vita ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu kati ya ukweli na uongo. Vita hiyo bado inaendelea. Vitu ambavyo vimekuwa vitabiliwa, utata zile za wakati wa kale zitaamshwa na nadharia mpya itakuwa yakitolewa daima. Lakini watu wa Mungu ambao kwa imani yao na utimilifu wa unabii wamefanya sehemu katika kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, wanajua pahala pa kusimama. Wana uzoefu wenye thamani sana kuliko dhahabu nzuri. Lazima wasimame imara kama mwamba, wakishika mwanzo wa ujasiri wao imara hadi mwisho. So that quote tells us that the lines of prophecy consist of the proclamation of the first, second, and third angels' messages. Nukuu inatumia kuwa lines za kinabii zinahusisha mahubiri ya ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. So now this line of prophecy, laini hii ya unabii, is also called prophetically a reform line. Inaitwa pia kinabii kama laini ya matengenezo. It's a reform line because it's a line in which God reforms his people. Ni laini ya matengenezo kwa kuwa ni laini ambayo inaonyesha vile Mungu anawageuza ama watu wake. And how does God reform his people? Na Mungu anaanzaje kugeuza watu wake? It's by giving them these lines of prophecy. Ni kwa kuwapa laini hizi za kinabii. It's by the proclamation of the first, second, and third angels' messages. Ni kwa mahubiri ya ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. So when God wants to reform a people, he gives them these messages. Mungu anapotaka kufanya matengenezo katika watu wake, anawapa ujumbe hizi. And this is called a reform line. Na inaitwa laini ya matengenezo. But in the previous quotes we also know it's the lines of prophecy. Na kutokana na nukuu tuliyosoma, tunaona kuwa pia ni laini ya unabii. So something about these reform lines, jambo kuhusu laini za matengenezo. We read from Ecclesiastes chapter 1, 9 to 11. Tunasoma katika kitabu cha Mhubiri 1:9 hadi 9 to 11. It says, the thing that has been is that which shall be. Inasema kuwa kile ambacho kimekuwa ni kile ambacho kitakuwa, and that which is done is that which shall be done. Na kile ambacho kinatendwa ni kile ambacho kitatendwa. And there is no new thing under the sun. Na hakuna jambo jipya katika hakuna jambo jipya chini ya jua. Is there anything whereof it may be said, see, this is new? Je, kuna kitu yoyote inasemekana kuwa tazama hii ni mpya? It had already been of old time. Tazama imekuwako hapo awali. Which was before us. Ambapo ilikuwa kabla ya sisi. There is no remembrance of former things. Hakuna makumbusho ya vitu za kale. Neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. Wala hakutakuwepo na makumbusho ya vitu ambavyo vitakuja baada ya hapa na wale watakaokuja baada ya hapa. So we get a principle from this chapter, from this verse. Tunapata kanuni kutokana na fungu hii. And the principle you get is that the thing that has been is that which shall be. Na kanuni ni kuwa ni kile ambacho kimekuwa ni kile ambacho kitakuwa. What we shall seek to be showing you today is that these lines of prophecy is always the same. Na ile ambayo tutakuwa tukikuelezea leo ni kuwa laini hizi za unabii zinafanana zote. A reform line of one generation is always the same as the reform line of another generation. Laini ya matengenezo ya kizazi kimoja ni sawa na laini nyingine ya matengenezo ya kizazi kingine. So when God wants to reform a people, Mungu anapotaka kufanya matengenezo kwa watu wake, he always uses the same
principle, or his dealings with man is ever the same. Anatumia kanuni zile zile. So these lines of prophecy, Laini za unabii or this reform line, ama laini za matengenezo is always repeated under different generations. Inarudiwa katika vizazi tofauti tofauti. And now when we have a reform line of one generation, na tukiwa na laini ya matengenezo ya kizazi kimoja, we can place it upon another reform line of another generation. Tunaweza kukiweka juu ya laini ya matengenezo ya kizazi kingine, and it is identical. Na zote ni sawa, zinafanana zote. So this is one reform history. Hii ni historia ya matengenezo, ni laini ya matengenezo ya historia moja. Meaning God was trying to reform a people living in a certain period. Mungu alikuwa akijaribu kufanya matengenezo kwa watu wa kundi tofauti. And then another generation comes, na kizazi kingine kinakuja, and they still need reform, na wanataka matengenezo. So God will repeat his dealing with the past generation. Mungu atarudia vile alivyofanya kazi na watu katika kizazi hiki kingine. Yeah. So this is the principle you get from Ecclesiastes, that the thing that has been, it is that which shall be, and the thing that has been done is that which shall be done. Na hii ndio kanuni tuliyosoma katika kitabu cha Mhubiri, kuwa kile ambacho kimekuwa ndicho kile ambacho kitakuwa, na kile ambacho kinafanywa ndicho ambacho kilifanywa. So we are to study these reform lines and place them line upon line. Tunafaa kusoma line za matengenezo na kuziweka katika line nyingine ya matengenezo. So we continue on. Tuendelea. The work of God in the earth presents from age to age. Inasema kazi ya Mungu katika ulimwengu unawasilisha kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. A striking similarity. Mfanano wa karibu sana. The principles of God's dealing with men are ever the same. Kanuni za Mungu anazotumia kufanya kazi na watu ni sawa katika kila kizazi. The important movements of the present, vuguvugu za maana za wakati wa sasa, have their parallel in those of the past, yanafanana na zile za hapo awali. And the experience of the church in former ages, na uzoefu wa kanisa katika enzi za kale, has lessons of great value for our own time. Yana mafunzo ya thamani kubwa katika wakati huu wetu sasa. Yeah, so that emphasizes what said earlier, that the work of God in the earth presents from age to age a striking similarity. So from age to age there's a striking similarity in the events. Hii inasisitiza vile tuliosema kuwa kazi ya Mungu inafanana katika kizazi kimoja hadi kizazi kingine, na kazi yake ni sawa katika vizazi vyote. This is because God's dealing with men is ever the same. How he dealt with this age is the same with how he deal with this age. Na hii inatuambia kuwa kazi ya Mungu aliyofanya na watu wa kale inafanana na watu vile ambao atafanya kazi na watu wa kizazi hiki. So we continue. This is 17 MR page 11. Tuendelea na nukuu hiyo. It says, in history and prophecy, the word of God portrays the long continued conflict between truth and error. That conflict is yet in progress. Those things that have been will be repeated. Old controversies will be revived and new theories will be continually arising. Okay, so this quote just says those things that have been will be repeated. Nukuu nasema kuwa yale mambo ambayo yamekuwa yatarudiwa. Those things that have been will be repeated. Yale ambayo yatakuwa yatarudiwa. Another quote, this is manuscript 143, 1901. Many of the prophecies are about to be fulfilled in quick succession. Every element of power is about to be set to work. Past history will be repeated. All controversies will arouse to new life and peril will beset God's people on every side. So past history will be repeated. Nasema kuwa historia ya kale itarudiwa. Yeah. So what we are doing is just emphasizing the point that because you are learning the principles of studying prophecy, yale ambayo tunaongelea ni tunasisitiza tu umuhimu wa kusoma unabii
kwa tunasoma kanuni za kusoma unabii. So the first principle we learned is that prophecy is to be studied in lines, Na kanuni tuliyosoma ya kwanza ni kuwa unabii unafaa kusoma katika laini, and that on these lines there are events, na kwa katika laini hii kuna matukio, and now that these events are the same with for each generation. na matukio hizi ni sawa katika kila kizazi, And so we have to place these events line upon line. na tunafaa kuweka tukio hizi laini juu ya laini. And the principle we get, or the principle we learn from that, is that this history or this reform line is repeated in the next history. Na The next kanuni reform ambayo line. tunajifunza kuwa ni This history of this reform line historia hii ya hiyo matengenezo is repeated in the history of the next reform line. inarudiwa katika historia ya kizazi kingine. So in prophecy, the principle we get is that God repeats history. Na kwa unabii kanuni tunayopata ni kuwa kanuni ama historia inarudiwa katika kila kizazi. We continue. This is CTR 357 paragraph 3. It says, Enoch the seventh from Adam was ever prophesying the coming of the Lord. This great event had been revealed to him in vision. Inasema nukuu kutoka kwa CTR inasema kuwa Habili wa saba kutoka kwa Adamu alikuwa akitabiri daima kuhusu ujio wa Kristo. This great event had been revealed to him in vision. Maono hii ilikuwa amefunuliwa katika maono. Abel, though dead, is ever speaking of the blood of Christ. Habili japo amekufa anazungumzia kuhusu Kristo. Which alone can make our offerings and gifts perfect. Ambayo pekee inaanza kufanya sadaka zetu ziwe kamilifu. Now this is the punchline. The Bible has accumulated all and bound up together its treasures for this last generation. Na hiyo ndio jambo nataka tuelewe sana, kuwa Biblia imekusanya na kuweka pamoja hazina zake kuu za Agano la Kale. All the great events and solemn transactions of Old Testament history have been and are repeating themselves in the church in these last days. Matukio yote za Agano la Kale zimerudiwa na tena zitarudiwa katika kanisa katika siku za mwisho. Jumping down, it reads, there the whole accumulated truths are presented in force to us that we may profit by their teachings. Katika tukiendelea kusoma nukuu hii tunaona kuwa katika Agano la Kale ukweli zote zimekusanywa na tumeletewa ili kwamba tuweze kujifaidi kutokana na mafundisho zao. We are under the influence of the whole. Na we are under the influence of the whole. Na tuko chini ya zote zinatuhusisha. Tuko chini ya haya mambo yote. Okay, so it says the Bible has accumulated and bound up together its treasures for this last generation. Inasema kwa Biblia imekusanya hazina zake kuu kwa ajili ya kizazi cha mwisho. So what you understand from that is that in the Bible, jambo tunaelewa kutoka nukuu ni kuwa katika Biblia there are various reform histories. Kuna historia nyingi katika Biblia. And all these reform histories, na katika historia za matengenezo, point to the reform history at the end of the world. Yanaashiria historia ya matengenezo ya mwisho wa dunia. For example, there's a reform history of Moses. Kwa mfano kuna historia ya matengenezo ya Musa. There's a reform history in the time of Christ. Kuna historia ya matengenezo katika siku za Kristo. There's a reform history in the time of Daniel. Kuna historia ya matengenezo katika siku za Danieli. So the what this quote says is that the Bible has accumulated and bound up together its treasures for this last generation. All the great events and solemn transactions of Old Testament history have been and are repeating themselves in the church in these last days. Nukuu inasema kuwa Biblia imekusanya historia zote za kila kizazi na tumeletewa katika kiti cha mwisho. So we understand that all these transactions of the Old Testament, naelewa kuwa katika matukio haya yote ya Agano la Kale point to the last generation, yanaashiria
kizazi cha mwisho katika siku za mwisho za dunia. I just write the end. Na mtaandika tu mwisho wa dunia Or sorry, last generation. Sorry. Au last generation. kizazi cha mwisho. So the principle we get is that Kanuni ambayo tunapata is that all these reform histories, ni kwa kuwa historia hizo zote za matengenezo, the reform line of Moses, the reform line of Christ, the reform line of Daniel, laini ya matengenezo ya Musa, laini ya matengenezo ya Kristo, laini ya matengenezo ya Danieli, all point to the reform line of the last generation. yote yanaashiria laini ile ya matengenezo ya kizazi cha mwisho. And I'm not saying that these are the only reform lines we have in the Bible. There are many. Nasemi kuwa hizi tu ndio laini ya matengenezo tuliona katika Biblia. I was just using kwa kuwa ziko mingi. I was using an example Nilikuwa nikitumia tu mfano to show that how God dealt with the history of Moses will be the same with how he deal with the last generation. nikionyesha kuwa jinsi ambavyo Mungu alifanya kazi na Musa ndivyo ambavyo atafanya kazi na watu wa siku za mwisho. How he dealt with the generation during Christ's time is how he deal with the last generation. Alivyofanya kazi na watu wa katika siku za Kristo ndivyo ambavyo atakafanya kazi na watu wa kizazi cha mwisho. And how he dealt with the history of Daniel, the same. Na vile aliyofanya kazi na Danieli pia ni sawa na kizazi cha mwisho. Yeah, so we continue. Tuendelea. And this is Review and Herald, April 20th, 1897. It says, the unchangeableness of God should be clearly seen. The similarity of his dealings with his people of the past dispensation and of the present should be studied. Tunasoma kuwa kutobadilika kwa Mungu unapaswa kuonekana kwa wazi, kwa kuwa vile aliyofanya kazi na watu wa kale twafaa kuvisoma. So it says the similarity of his dealings with his people in the past dispensation. Inasema kuwa kwa njia mfanano aliyofanya kazi na watu wa kale and of the present should be studied. Na watu wa hivi sasa lazima zisomwe. It goes on to read, that which had been is now, and that which to be had already been. Inaendelea kusema kuwa kile ambacho kimekuwa ni kile ambacho kiko hivi sasa, na kile ambacho kile ambacho itakuwa kimekuwa tayari. And God required that which is past. Na Mungu anataka tu kile ambacho kilikuwa. In mercy God repeats his dealings. Kwa huruma Mungu anarudia haya mambo. This we need to study carefully. Hizi tunafaa kusoma kwa umakinifu. For history is repeating itself. Kwa kuwa historia inajirudia yenyewe. We are more accountable than were those whose experience is recorded in the Old Testament. Tunawajibika sana zaidi ya wale ambao waliopita katika kitabu cha Biblia, katika kitabu cha historia. For their mistakes and the results of those mistakes have been chronicled for our benefit. Kwa kuwa makosa yao yamerekodiwa kwa manufaa kwetu sisi. It goes on to read, the blessings given to those of past generations. Niendelea kusema kuwa mibaraka the blessings given to those of past generations. Mibaraka iliyopewa watu wa kizazi cha kale, who obeyed God are recorded that we may be encouraged to walk circumspectly. Waliomtii Mungu zimerekodiwa ili kwamba tuweze kutembea kwa busara, in faith and obedience, kwa imani na kwa utiifu. The judgments brought against wrongdoers are delineated that we may fear and tremble before God. Hukumu ambayo iliyoletwa kwa wale waliofanya maovu imefunuliwa ili that we may fear and tremble before God. Ili kwamba tuweze kuogopa na kutemeka mbele ya Mungu. This scripture biography is a great blessing. Biografia ya maandiko ni baraka kuu kwetu sisi. This precious instruction, the experience of ages, is bequeathed to us. This precious instruction, the experience of ages, is bequeathed to us. Maagizo haya ya thamani nikati tumepewa kama urithi kwetu sisi. Okay, in another quote, 9 MR, page 275, paragraph 1. Katika nukuu nyingine ambayo amesema, but God seeks again that which is past. Lakini Mungu anakihitaji tena kile ambacho kimepita. Recalling all the proceedings whether of judgment or of mercy. Na kuleta katika mawazo mambo yote whether iwapo ni hukumu au za huruma.
He recalls all the doings of different ages and repeats them in the present generation. Analeta matukio haya yote za mambo ya wakati wa kale and repeats them in the present generation. Na kuzirudia katika kizazi hiki cha leo. He goes on to say, when history shall be repeated, nila kusema historia itakaporudiwa, when the great men of earth will not come to the Bible for light and evidence and truth, wakati ambapo wakuu wa ulimwengu watakuja katika Biblia kupata ukweli na maarifa, when the commandments of men shall be exalted above the commandments of God, wakati ambapo amri za Mungu yatawekwa juu ya amri za Mungu, wakati ambapo amri za wanadamu zitawekwa juu ya amri za Mungu, and when it shall be regarded a crime to obey God rather than the laws of men, na itakaposemekana kuwa ni hatia kutii amri za Mungu, rather than the laws of men, kutii amri za Mungu, repeat again the quote. Okay, bali isipokuwa kanuni za binadamu. And when it shall be regarded a crime to obey God rather than the laws of men, na wakati ambapo itasemekana kuwa ni hatia kutii amri za Mungu badala ya za binadamu, then we shall not have to tread a path in which we have had but few examples of others who have gone before us. Then we shall not have to tread a path in which we have had but few examples of others who have gone before us. Na hatutapitia historia ya wale ambao wamekuwa mbele yetu, bali tutakuwa tukirudia historia ambayo imekuwa hapo tangu awali. Yeah, so this quote just emphasizes on that point. Nukuu hii inasisitiza tu dhana hii, that all the stories of the Bible, kwa kuwa historia zote za Biblia, all the transactions of the Old Testament, matukio yote ya Agano la Kale, were just pointing to the present generation or the last generation. Ilikuwa tu zikiashiria kizazi hiki cha mwisho. So that means they are not just stories, ina maana kuwa sio tu hadithi, but they are prophecies. Lakini ni unabii. The transactions in the history of Moses were prophecies. Matukio katika historia ya Mungu zilikuwa ni unabii. During the time of Christ, there were prophecies. Siku za Kristo ulikuwa bado ni unabii. And the transactions in the time of Daniel were prophecies. Na matukio katika siku za Danieli zilikuwa bado ni unabii. And all these transactions were now pointing to the end of the world. Na matukio haya yote yalikuwa yakiashiria mwisho wa dunia. So now we begin to understand why we should place these events in their order or in lines. Hivyo tunaanza kuelewa ni kwa sababu tunaanza kuelewa kwa nini tunafaa kuweka historia hizi laini juu ya laini. It's because these events in their order illustrate the events in their order at the end of the world. Kwa sababu kuwa historia hizi kwa utaratibu wao zinaelezea historia ya mwisho wa dunia. So now we continue, we go on to read. Tunaendelea kusoma. Now these events that are drawn on a line, matukio haya ambayo yanatoka katika laini, you have said that it's also the proclamation of the first, second and third angels message. Tumesema pia ni kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Or events connected with the proclamation of the first, second and third angels messages. Au matukio ambayo yameunganishwa na kuhubiri kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. And these first, second and third angels messages, na ujumbe huo wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, it's also the everlasting gospel. Pia ni injili ya milele. We read that from Revelation 14. Tunasoma kutoka Ufunuo 14. That these three angels messages, kwa kwamba ujumbe hizi malaika watatu, it's the everlasting gospel. Ni injili ya milele. But why is it called everlasting gospel? Je, mbona inaitwa injili ya milele? It's because this gospel or these messages, kwa sababu ya ujumbe hii ama injili hii, have been given from the beginning of the world. Ilipeana kutoka mwanzo wa dunia. Whenever God wants to reform a people, yapo Mungu anajaribu kutengeneza watu, he introduces the everlasting gospel. Anakileta injili ya milele. And this everlasting gospel is what reforms a generation. Na injili ya milele ndicho kile ambacho kinaleta matengenezo katika watu wa Mungu. So what that tells us, kile ambacho inatuambia, the first, second and third angels messages, ujumbe wa kwanza, wa pili na malaika watatu, are not just fulfilled in the last generation, hayatimii tu katika kizazi cha mwisho, but they have been fulfilling in also previous generations. Bali yamekuwa yakitimia katika kizazi hizo za hapo awali. So in our studies we are going to be looking at how
katika mafunzo yetu kwa tukiangalia jinsi the first, second and third angels' messages were fulfilled in all the generations. tutakuwa tukiangalia jinsi ambavyo ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu umekuwa ukitimia katika kizazi za hapo awali. So let's just establish that the everlasting gospel is a gospel that has been given ever since. Nataka tuthibitishe injili ya milele ni injili ambayo imepeanwa kutoka kwa mwanzo. So it says this is Youth Instructor, February 22, 1900, paragraph 1. Hiyo ni kitabu aliyosema. Yeah. So it reads, the first gospel sermon was preached in Eden. Inasema kuwa ujumbe wa kwanza ama injili ya kwanza ilihubiriwa katika shambani Edeni ama kule Edeni. When God said to the serpent, I will put enmity between thee and the woman, wakati ambapo Mungu alisema kuwa nitaweka chuki kati yako na mwanamke, and I will put and between thy seed and her seed, na kati ya uzao wako na uzao wake, he shall bruise the head and thou shalt bruise his heel. Ataponda kichwa, he shall bruise the head and thou shalt bruise his heel. Ataponda kisigino chako na wewe utaponda kichwa chake. So it says that this message that was given to Adam and Eve was the first gospel sermon. Tunaambiwa kwa ujumbe hii iliyopewa Adamu na Hawa ilikuwa ni injili ya kwanza. And then another quote reads, nukuu nyingine nasema, the message proclaimed by the angel flying in the midst of heaven, ujumbe ambao umehubiriwa na malaika naye pale angani, is the everlasting gospel, ni injili ya milele, the same gospel that was declared in Eden. Injili ile ambayo ilipeanwa au ilihubiriwa shambani Eden. When God said to the serpent, I will put enmity between thee and the woman and between the seed and her seed. Wakati ambapo Mungu aliambia mwanamke kuwa nitaweka chuki kati ya mwanamke na kati ya uzao wako na kati ya uzao wake. So this message that I will put enmity between thee and the woman and between the seed and her seed is the everlasting gospel. Hivyo kwamba ujumbe huu ambao inasema kuwa nitaweka chuki kati ya uzao wako na kati ya uzao wake ndio injili ya milele. And we see that this everlasting gospel was the first gospel sermon preached to man. Tunaona kuwa injili hii ya milele ndio ilikuwa injili ya kwanza iliyohubiriwa kwa mwanadamu. So the everlasting gospel is not preached only at the end of the world, but it was preached even from the beginning. Injili ya milele haihubiriwi tu katika mwisho wa dunia, bali ilikuwa ikihubiriwa hapo ama ilihubiriwa pale Edeni. But the everlasting gospel is the three angels' messages. Lakini injili ya milele ni ujumbe ya malaika watatu. So this means the first gospel sermon preached in Eden was the three angels' messages. Ina maana kuwa ujumbe ya kwanza injili iliyohubiriwa pale Edeni ulikuwa ni ujumbe ya malaika watatu. Yeah, it's the everlasting gospel. Ni injili ya milele. Yeah, so Great Controversy, Great Controversy 88, page 356. It says, the message of salvation has been preached in all ages, but this message is a part of the gospel. Okay, let me just begin from the top. The message itself sheds light as to the time when this movement is to take place. It is declared to be a part of the everlasting gospel, and it announces the opening of the judgment. The message of salvation has been preached in all ages, but this message is a part of the gospel which could be proclaimed only in the last days, for only then would it be true that the hour of judgment had come. Nukuu inasema kuwa ujumbe wa ukombozi umekuwa ukihubiriwa katika vizazi vyote hao zapo awali, lakini ujumbe huu ni sehemu ya injili ya milele ambayo ingehubiriwa tu wakati wa mwisho. So hapo ndipo nilikuwa kweli kusema kuwa wakati wa hukumu umewadia au umetimia. So it says that the message of salvation has been preached in all ages. The everlasting gospel has been preached in all ages. Hivyo nasema kuwa ujumbe wa ukombozi umekuwa kuhubiriwa katika vizazi vya kale. But it is in this last generation where it is, or where it finds it, or where it is present true. Lakini ni kwa katika kizazi cha mwisho ambacho kinapata utimilifu wake kama kuwa ni injili ya milele au ni ujumbe wa wakati huu. For it is only in the last generation where the hour of his judgment has come is now present truth. Sababu ni katika kizazi cha mwisho ndio
wakati wa hukumu umewadia, na ujumbe huu unakuwa sasa ni ujumbe wa wakati wa sasa. But from the quotes we already learned that God's dealing with man is ever the same. Lakini katika nukuu tumesoma kuwa kazi ya Mungu anafanya na wanadamu ni sawa katika kila kizazi. So this means there is an hour of judgment that is prefigured in every history. Hii inamaanisha kuwa kuna wasaa wa hukumu ambayo umepeanwa kimfano katika kila historia. And that it is only in the last generation where it is now present truth. Bali ni katika kizazi cha mwisho ambao saa ujumbe huo ya hukumu unakuwa ni ujumbe wa wakati wa sasa. But in the days of Moses there was an hour of judgment that had come. Lakini katika siku za Musa kulikuwa na wasaa wa hukumu ambayo ilikuwa imekuja. In the generation of Christ there was an hour of judgment that had come. Katika kizazi cha Kristo kulikuwa na wakati wa hukumu ambao ulikuwa umewadia. In the time of Daniel there was an hour of judgment that had come. Katika siku za Danieli kulikuwa na wasaa wa hukumu ambao ulikuwa umewadia. And all these hours of judgment in the Old Testament transactions prefigured the hour of judgment that comes in the last generation. Na masaa hizi zote katika kila kizazi imekuwa ikiashiria wasaa ule wa hukumu katika kizazi cha mwisho. So the principle we are getting is that the everlasting gospel is a message, or the three angels' messages are messages that have been given all throughout history. Na kanuni tunayopata ni kuwa ujumbe wa malaika watatu umekuwa ukihubiriwa ama ukipeanwa katika kila kizazi. So the first principle we had is that prophecy is to be studied in lines. Kanuni tuliyopata ya kwanza kuhusu nabii ni kuwa unabii unaosomwa katika laini. And that on these lines are events. Na kwa laini hii kuna matukio. And that these events are to be placed line upon line. Na matukio haya yanapaswa kwa laini juu ya laini. And then another principle is that God repeats reform lines. Na kanuni ya pili ni kuwa Mungu anarudia laini hizi za matengenezo au za historia. Yeah, so in studying prophecy we should bring the reform lines together. Kwa kusoma unabii tunafaa kuleta laini hizi za matengenezo pamoja. And these reform lines of previous histories teach us about the reform line of the last generation. Laini haya ya matengenezo za historia za kale zinatufundisha kuhusu historia ya wakati wa mwisho dunia. And another principle we get is that the three angels' messages are not only preached at the end of the world, but they have been preached throughout history. Na kanuni ya tatu ni kuwa ujumbe wa malaika watatu hauhubiriwi tu kwa wakati wa mwisho, bali umekuwa ukihubiriwa katika kila kizazi hapo awali. And just to see how this plays out in the Bible, na ili tuone jinsi ambayo mambo haya yameelezwa katika Biblia. If we read Revelation 14:9-11, tunaposoma Ufunuo 9 Revelation 14:9-11, tunaposoma Ufunuo 14:9 hadi 11, we read about the mark of the beast. Tunasoma kuhusu alama ya mnyama. So we are going to see how God, because this is part of the everlasting gospel, kwa sababu hii ni sehemu ya injili ya milele, which fulfills at the end of the world, ambayo inatimia katika siku za mwisho, receiving the mark of the beast, kupata alama ya mnyama. We shall see how this was already prefigured even at the beginning of the world. Tutaona jinsi ambavyo kupata alama ya mnyama umekuwa ukielezewa kimfano katika historia za hapo awali. So this will tell us that the everlasting gospel was preached from Eden. Hii itatudhibitishia kuwa injili ya milele ilihubiriwa pale Edeni. And those who rejected the everlasting gospel in that generation received a mark. Na wale ambao waliokataa injili ya milele katika kizazi hiyo walipata alama ya mnyama. So how was this fulfilled? Je, ni jinsi gani haya alitimika? In Revelation 14:9-11 we read, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night who worship the beast and his image, and whosoever receive the mark of his name. Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo 14 Ufunuo 14:9 hadi 11 inasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea
chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa adhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake na kile aipokeaye chapa ya jina lake. So we see there at the end of the world, when the everlasting gospel is given, those who reject it receive the mark of the beast. Katika fungu hili tunakuwa wale ambao wanakataa ujumbe wa malaika watatu, ama ujumbe wale ambao wanakataa injili ya milele, wakati ambapo ujumbe wa malaika watatu inapeanwa, wanapata alama ya mnyama. But this was prefigured already in the beginning, lakini haya yote yamekuwa yakielezewa kimfano kutoka mwanzo, because also in the beginning the everlasting gospel was given in Eden. Kwa sababu pia hapo mwanzo pale Edeni ujumbe wa milele ama injili ya milele ilipeanwa. And just as it is in the end, there are those who receive the everlasting gospel and there are those who reject the everlasting gospel. Na kama livyo wakati wa mwisho, kunao wanaokubali injili ya milele na kunao wanaikataa injili ya milele. So who rejected the everlasting gospel? In Eden. Ni nani aliyekataa? That was given in Eden. Ni nani aliyekataa injili ya milele iliyopeanwa pale Edeni and received a mark na akapata alama? Nani? Yeah? Cain. Kaini. And we read this history in Genesis 4:13. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, therefore, whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. Tumesema kuwa pale Edeni yule ambaye aliyepata alama ya mnyama ni Kaini. Madhibitisho haya katika kitabu cha Mwanzo 4:13. Tunasema Mwanzo 4:13 hadi 15 nasema kuwa Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasiritika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amonaye asije akampiga. So another quote reads, so from that history we have read that Cain receives a mark in the beginning, and then there's a people who receive a mark at the end. Katika historia tunaona kuwa Kaini alipata alama pale mwanzo, na kunao wale ambao watakaopata alama siku za mwisho. So what we can do is that we can bring the history of Cain and place it line upon line the history of the end of the world. Na kile ambacho tunaweza kufanya ni kuwa tunaweza kuleta historia ya Kaini tukaiweka juu ya historia ya mwisho wa dunia. So the history of Cain, or the history of the beginning of the world, illustrates the history of the end of the world. Hivyo kwamba historia ya Kaini au historia ya mwanzo wa ulimwengu unaashiria historia ya mwisho wa dunia. And from this now we can begin to see how God is the end from the beginning, or declares the end from the beginning. Na kupitia kwa haya tunaanza kuona jinsi ambavyo Mungu ni wa mwanzo na wa mwisho, au alfa na omega, au anatangaza mwanzo kutoka mwisho. Yeah, anatangaza mwisho kutoka mwanzo sana. Because he proclaimed what will happen at the end of the world by placing that mark on Cain. Kwa sababu aliashiria yale ambayo yatafanyika siku za mwisho kwa kuweka alama juu ya Kaini. And we know Abel gave out the loud cry, or cried from the soil. Na tunajua kuwa Habili alipeana kile kikuu kutoka udongo. So there are two classes prefigured. There's Cain and there's Abel. Kunao makundi mawili ambayo yamewekwa kimfano. Kuna Kaini na kuna Habili. Those who receive the mark of the beast and going to perdition,
and those who receive the seal of God and give out the loud cry. Wale ambao waliopata alama ya mnyama na wanaenda kukufa, na wale ambao waliopata alama ya Mungu na kapeana kilio kikuu kama Habili. So Sister White establishes this point. Dada White anadhibitisha jambo hili. She says the first thing recorded in scripture history after the fall was the persecution of Abel, and the last thing in scripture prophecy is the persecution against those who refuse to receive the mark of the beast. Anasema kuwa jambo la kwanza ambalo limerekodiwa katika historia ilikuwa ni kuteswa kwake Habili, na jambo la mwisho ambalo limerekodiwa katika unabii ni kuteswa kwa wale ambao watakaokataa alama ya mnyama. So what Sister White has just done, kile ambacho dada amekifanya katika nukuu hii, is that she has taken the events of the first generation, ni kuwa ameleta matukio ya kizazi cha kwanza, and she has used these events of the first generation to illustrate the events at the end of the world. Na ametumia tukio hii ya kizazi cha kwanza kuashiria kile ambacho kitakuwa kwa kizazi cha mwisho. And this is basically what prophecy is. Na hii ndio inaelezea unabii ni nini. It is taking the transactions or the events of Old Testament and using them to show the end of the world. Unabii ni kuchukua yale matukio ya Agano la Kale na kuzitumia ili kuashiria yale ambayo tendeka katika mwisho wa dunia. Yeah, and this is how prophecy is studied. These historical events were set before the people to show the close of this earth's history. Na hivi ndivyo unabii unasomwa. So, I want now to introduce another principle even as we are closing. Nataka sasa kuleta kanuni nyingine tunapoendelea ama tunapokaribia kutamatisha. And this is the principle of fractals. Na hii ni ile kanuni ya fractal katika kanuni ya fractal katika kimombo. Now we have said that prophecy is to be studied in lines. Tumesema kuwa unabii unafaa kusoma kwa laini. And on this line there are events which is connected with the proclamation of the first, second and third angel's message. Katika line hii kuna matukio ambayo yameunganishwa au yameunganishwa na ujumbe wa malaika wa kwanza na watatu. So basically the lines of prophecy is the three angels messages. La msingi ni kuwa line ya unabii ni injili ya malaika watatu. Or seeing how the three angels messages is fulfilled for a certain generation. Au kuona jinsi ambavyo ujumbe wa malaika watatu umetimia katika kila kizazi. So for a line of prophecy we have 1, 2, 3. Kwa line ya unabii tuna 1, 2, 3. The first event which shows the proclamation of the first angel's message, the second event which shows the proclamation of the second angel's message, and the third event which shows the proclamation of the third angel's message. Tukio la kwanza ambalo linaonyesha mahubiri ya ujumbe wa malaika wa kwanza, tukio la pili linaonyesha mahubiri ya malaika wa pili, na tukio la tatu linaonyesha mahubiri kwa ujumbe wa malaika wa tatu. But now in these lines of prophecy, lakini katika laini hizi za unabii we can divide them. Tunaweza kuvigawanyisha. Okay, in 2 Timothy 2:15, katika kitabu cha Timotheo wa pili, the second or first. 2 Timothy 2:15 says, Timotheo wa pili, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Timotheo wa pili sura ya pili fungu la 15 nasema kuwa jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa hali na neno la kweli. So it says rightly dividing the word of truth. So this, because this is the word of truth, the three angels messages, fungu hili nasema kuwa ni kukigawanya kwa ukweli neno hile la ukweli, au kukigawanya neno hile la ukweli. So we should rightly divide these messages. Hivyo basi tunapaswa kuvigawanya kwa haki ujumbe hizi. And what does that mean? Je, ina maana gani? So
So fractal is what explains how we divide the word of truth. Dhana ile ya fractal ndio inayoelezea jinsi ambavyo tunapaswa kugawanya kwa haki hilo la kweli. What is a fractal? Je, fractal ni nini kwa kimombo? It says a fractal is a natural phenomenon or a mathematical set. A fractal is a natural phenomenon or a mathematical set. Inasema kuwa fractal kwa kimombo ni ni matukio ya kihalisi. A fractal is a natural phenomenon or a mathematical set that exhibits a repeating pattern that displays at every scale. That exhibits a repeating pattern that displays at every scale. Kidogo tunasoma. Nasema kuwa fractal kwa kimombo ni jambo la kiasili au seti ya hisabati inayoonyesha mfano unaojirudia ambalo linaonyesha katika kila kiwango. Pia inajumuisha mfano wa kina ambao unajirudia. So it's a repeating pattern. Ndio kwamba ni ile pattern ambayo inajirudia. And that displays at every scale. Ambayo inajionyesha katika kila kiwango. So this is one scale. Hiki ni kiwango kimoja, but there can be a repeating pattern that is similar to this pattern. Na tunaweza kuona pattern ambayo ni sawa na hii ambayo inajirudia, which can be on a smaller scale. Ambacho tunaweza kuwa kiwango kile kidogo. So this is the larger scale. Hii ni kile kiwango kikubwa. But we can see the same pattern being repeated in a smaller scale. Na tunaweza kuona pattern sawa na hii inajirudia katika kiwango kile kidogo. So what this does is that it either expands the range of messages, na hii inasababisha kuwa unaweza kukifunguanisha ujumbe malaika watatu, or you can contract it, au unaweza kukipunguza. Or another way to say it is that you can magnify it, ama unaweza kukifanya kiwe kubwa zaidi. Yeah, so we just explain what that means. Tutaelezea how we understand that. Tutaelezea ina maana gani. So a quote, this is First Selected Messages, page 189. It says, Christ gave to his disciples truth whose breadth and depth and value they little appreciated or even comprehended, and the same condition exists among the people of God today. We too have failed to take in the greatness, to perceive the beauty of the truth which God has entrusted to us today. Should we advance in spiritual knowledge, we will see the truth developing and expanding in lines of which we have little dreamed, but it will never develop in any line that will lead us to imagine that we may know the times and the seasons which the Father hath put in his own power. Ili kudhibitisha dhana hii ya fractal kutoka kwa dada White, nasema kuwa tunasoma katika kitabu cha 1 SM kurasa 189, inasema kuwa Kristo aliwapa wafuasi wake ukweli ambao upana na kina na thamani walikitathmini kwa uchache au hata kukielewa, na hali hiyo ipo miongoni mwa watu wa Mungu leo hii. Sisi pia tumeshindwa kuchukua ukuu wa kuelewa thamani ya ukweli ambayo Mungu ametukabidhi leo. Tungeendeleza elimu ya mambo ya kiroho, tungeendeleza elimu ya mambo ya kiroho, tungeona ukweli ukiendelea na kuwa pana katika laini ambazo tumeziota kwa uchache, lakini halitaendelea katika laini yote ambayo itatuongoza kufikiria kuwa tunajua nyakati na majira ambayo Bwana ameyaweka katika uweza wake. So it says we will see the truth developing and expanding in lines which we have little dreamed of. Inasema kuwa tutaona ukweli ukikuwa pana katika laini ambavyo tumekuwa tukizifikiria kwa uchache sana. So what that teaches us is that these lines of prophecy have the ability to expand, or can be expanded. Nuku inatuambia kuwa line za kinabii zina uwezo wa kuwa pana au zinaweza kufunganishwa. And the reason for expanding this line is so that we can see more details about the events. Na maana
kuweza kufanya laini hizo ziwe mapana ni kuwa ili tuweze kuona ujumbe hizi katika kwa kina. So an example of how the three angels messages is expanded, mfano ambayo kuonyesha jinsi ambavyo ujumbe malaika tu unaweza kuwa pana. we know that this is the first angel's message, the second angel's message, the third angel's message. Tunajua kuwa hii ni ujumbe malaika wa kwanza, ujumbe malaika wa pili na ujumbe malaika wa tatu. And the first message is about fear God. Na ujumbe wa malaika wa kwanza ni kuhusu kumwogopa Mungu. And this is about Babylon fallen. Na hii inahusu Babeli imeanguka. And this is about judgment, or receiving the plagues or the seal. Na hii ni kuhusu hukumu au kupata yale mapigo au kupata alama. So these lines of prophecy we have fear God, Babylon is fallen, judgment. Ndio kwamba lines za unabii tunakumbuka Mungu, Babeli umeanguka na hukumu umewadia. But now using the principles of fractals, lakini kutumia zile kanuni za fractal ambazo tulijifunza, this is a larger scale. Hiki ni kiwango kikubwa, and we can expand this bit here, na tunaweza kukifungua sehemu hii kutoka hapa hadi hapa, so that we may learn or we may have an idea what final details of what is taking place in this history. Tunaweza kufungua sehemu kutoka hapa hadi hapa ili tuweze kujua nini kinatendeka kutoka hatua hii hadi hatua hii. So we can expand this first angel's message. Tunaweza kukifungua ujumbe wa malaika wa kwanza. And when we expand this first angel's message, na tunapokifungua ujumbe wa malaika wa kwanza, we have fear God. 1, give glory. 2, and then 3rd, hour of judgment. Na tunapokifungua ujumbe wa malaika wa kwanza, tunapata kuwa katika ujumbe wa malaika wa kwanza kuna mambo haya matatu: kuna kumwogopa Mungu, kumpa utukufu na kuna hukumu. So the concept of fractals tells us that this scale is the same as this scale. Na ile dhana ya fractal inatuambia kuwa hiki kiungo kutoka hapa hadi hapa ni sawa na kutoka hapa hadi hapa. This is a repeating pattern of this. Ndio kwamba kutoka sehemu hii hadi sehemu hii ni pattern ambayo inajirudia ya sehemu yote kubwa. The first angel's message is fear God. Ujumbe wa malaika wa kwanza ni kumwogopa Mungu. The second angel's message, which is Babylon is fallen, is give glory to God. Ujumbe wa malaika wa pili ambayo inasema Babeli imeanguka, inasema kuwa mpe Mungu tukufu. And the third angel's message, which is judgment, is also judgment. Na ujumbe wa malaika wa tatu ambao ni hukumu, pia ni hukumu katika ujumbe wa malaika wa kwanza. So this is what we mean by fractals. Na hii ndio kile ambacho tunamaanisha tunaposema kuwa kuna fractal. It is expanding, or this we can just again now draw it like, because this is now the history of the first. We have 1, 2, 3. This is fear God, give glory, judgment. Na hii tunapokifungua sehemu hii kutoka hapa hadi hapa, tunapokifungua ile kubwa, tunaona kuwa ujumbe wa malaika wa kwanza na inaelezea kumwogopa Mungu, kumpa utukufu na hukumu imewadia. Yeah, so we just continue with about fractals. Kuendelea na dhana hii ya fractals. It says the first and second chapters of Ezekiel should also be carefully studied. The wheels within wheels represented in this symbol was confusion to the finite eye, but a hand of infinite wisdom was revealed amid the wheels. Perfect order is brought out of the confusion. Every wheel works in its right place in perfect harmony with every other part of the machinery. Tunapoendelea kudhibitisha dhana ya fractals, tunasoma nukuu ya dada wetu nasema kuwa sura ya kwanza na ya pili ya Ezekieli lazima yadirusiwe kwa makini. Mgurudumu ndani ya mgurudumu vilivyoashiriwa katika ishara ulikuwa unachangana katika jicho la mwanadamu, lakini mkono wa hekima usio na mwisho ulifunuliwa kati ya magurudumu. Utaratibu uliokamilika
uliletwa toka kwa mchanganyiko. Kila gurudumu linafanya kazi pahala pake au pahali pake panapofaa kwa maelewano uliokamilika pamoja na kila sehemu ya mashine. So what this tells us is that the concept of wheels within wheels is just the concept of fractals. Ile ambacho tunaambiwa na dada wewe kutoka nukuu hii kuwa ni mgurudumu juu ya mgurudumu ni tu ile dhana ya fractals ya kisabati ambayo tumekuwa tukiangalia. Because this is a wheel within, okay, this is a wheel within a wheel, wheel within wheel. Kwa kuwa kutoka sehemu hii hadi sehemu hii ni gurudumu, na pia kutoka sehemu hii hadi sehemu hii ni gurudumu. Imekuwa ni gurudumu ndani ya gurudumu. So wheels within wheels is just the concept of fractals. Hivyo kwamba gurudumu je gurudumu ni ile tu dhana au concept ya fractals katika kimombo. And what the testimony says is that at first it is seen as confusion, lakini ile ambayo tumeona na dawai tulikuwa kwa mtazamo wa kwanza ulikuwa ni kama mchanganyiko, but perfect order is brought out of the confusion. Lakini utaratibu uliokamilika unaletwa kutoka katika ile mchanganyiko. So the first time a person may be hearing of fractal may say this is something that is too complex. Hivyo basi wakati wa kwanza ambapo mtu yote anakisikia dhana ya fractals anasema kuwa jambo hili ni ngumu sana, but we see it's a principle in God's word. Lakini tunaona kuwa ni kanuni kutoka katika neno la Mungu. And there are those even who go further to reject the concept of fractals, na kunao wale wanaoendelea hata kukataa dhana ya fractals because they say it is satanic because it's used by worldlings. Kwa kuwa wanasema kuwa ni la kishetani kwa kuwa linatumika tu na wale ambao wanakisoma hisabati kule dunia. So they don't apply this principle of fractals, hawatumii dhana hii ya fractals because they believe it's from, or the new agers are the ones who use it. Kwa kuwa wanaamini kuwa ni wale ambao watu wa kidunia ambao wanaokitumia. From the definition we read that it is a scientific concept. Kutoka tafsiri lake tulisoma kuwa ni dhana ile ya kisayansi, and it is seen in nature, this concept of fractals. Na dhana hii ya fractals inaonekana katika dunia ama mambo za kiasili au nature. But just because worldlings understand this concept, lakini kwa sababu tu watu wa dunia wanaelewa dhana ya fractals, it doesn't now mean that it is satanic or that it's a wrong principle. Haimaanishi kwa sababu wanaelewa sasa itakuwa ni jambo la shetani. Because we know Satan also uses the Bible. Tunajua kwa shetani anatumia Biblia. So should we throw away the Bible because Satan uses it? Je, kwa sababu shetani anatumia Biblia, je tuko kwa sababu yeye anatumia mwenyewe? So that's a very wrong mentality. Hiyo ni wazo mbaya sana kuwa na wazo kama hiyo. So we know that though fractals is something that is known in the scientific world or by worldlings, it is also used in God's word. Tunajua kuwa japo fractals ni dhana ambayo inatumika katika ulimwengu wa sayansi, bali au tunakipata pia kinatumika katika neno la Mungu. And it's a mathematical concept, na ni dhana ya kisabati au mathematics. And we know Christ is the great mathematician. Na tunajua kuwa Kristo ndiye mwanahisabati mkuu, or called the Palmoni, au the wonderful number, au anaitwa Palmoni, au mtu aliye na uwezo wa kushika matakwimu na nambari. So it is not us who are copying the mathematicians, sio sisi ambao tunao waiga wale wa kisabati, but it is mathematicians using a principle of Christ, bali ni wale ambao wanasoma hisabati wanazitumia zile kanuni za Kristo. Kwa Kristo ndio mwanahisabati mkuu. Anyway, we continue to learn about fractals as wheel within wheels. Tunapoendelea kusoma fractals kama gurudumu ja gurudumu, it reads, upon the banks of the river Chebar, Ezekiel beheld a whirlwind seeming to come from the north, a great cloud and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the color of amber. A number of wheels intersecting one another were moved by 4 living beings. High above all this was the likeness of a throne, as the appearance of sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. And there appeared in the cherubims the form of a man's hand under their wings. The wheels were so complicated in arrangement that at first sight they appeared to be in confusion, but they moved in perfect harmony. Heavenly beings, sustained and guided by the hand
beneath the wings of the cherubim were impelling these wheels above them upon the sapphire throne was the Eternal One, and round about the throne a rainbow, the emblem of divine mercy. As the wheel-like complications were under the guidance of the hand beneath the wings of the cherubim, so the complicated play of human events is under divine control. Amidst the strife and tumult of nations, he that sitteth above the cherubim still guides the affairs of the earth. The history of nations that one after another have occupied the allotted time and place, unconsciously witnessing to the truth of which they themselves knew not the meaning, speak to us. To every nation and to every individual of today, God has assigned a place in his great plan. Today, men and nations are being measured by the plummet in the hand of him who makes no mistake. All are by their own choice deciding their destiny, and God is overruling all for the accomplishment of his purposes. The history which the great I Am has marked out in his word, uniting link after link in the prophetic chain from eternity in the past to eternity in the future, tells us where we are today in the process of the ages and what may be expected in the time to come. All that prophecy has foretold as coming to pass until the present time has been traced on the pages of history, and we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. Tunapoendelea kudhibitisha dhana ya factors kuwa ni jambo unasema kuwa kando ya mto Chebar, Ezekieli aliona kibunga ilionekana likija kutoka kaskazini, wingu kubwa sana pamoja na moto ukifanya duara ya nuru na mwangaza pande zote, na katikati yake kama rangi ya karabu. Katikati ya moto huo idadi ya magurudumu zikipishana kila moja zilisongezwa na viumbe wanne walioishi juu ya gurudumu. Juu ya haya yote palikuwa na mfano wa kiti cha enzi kuonekana kwake kama yakuti samawi, na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi ulikuwako mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake, kuonekana katika makerubi mfano mkono wa mwanadamu. So just to understand this concept of fractals at the end of the world, ili kuelewa dhana hii ya fractals katika ulimwengu au katika historia yetu ya mwisho dunia, notice the prophecy lines of the messages of the first, second and third angels message. The prophetic lines is a delineation of the first, second and third angels messages. Laini za kinabii ni kuchora matukio za ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. And this illustrates the end of the world, the giving of the three angels messages at the end of the world. Na hii inaashiria kuhubiri ujumbe malaika wa tatu katika mwisho wa dunia. Okay, we have not as yet proved this, but the line of the end of the world is like this. We have 9/11. Here we have the Sunday law, and here we have the close of probation. Bado tutadhibitisha hii bali, lakini tuna laini hii ya mwisho dunia. Tuna tarehe Septemba 9/11, tuko na sheria ya Jumapili, na tuko na kufunga kwa mlango wa rehema. So just basically 9/11 is the fulfillment of the first angel's message for history. The Sunday law is the fulfillment of the second angel's message, and the close of probation is the fulfillment of the third angel's message. Lakini msingi ni kuwa Septemba 9/11 ni kutimika kwa ujumbe malaika wa kwanza, na sheria ya Jumapili inatimiza ujumbe malaika wa tatu, na kufunga mlango wa rehema unaashiria au unaonyesha ujumbe malaika wa tatu. But now, using the concept of fractals, we can expand this portion and understand in detail what takes place in this history. Lakini kutumia ile dhana ya fractals tunaweza kufungua sehemu hii kutoka hapa hadi hapa ili tuelewe ni jambo gani ambalo tunataka katika historia kutoka hatua hii hadi hatua hii nyingine. And how we expand this is we can do this. So we are expanding this, so we draw this on a larger scale. And here we have 9/11. Here we have Sunday law. And here now we'll have more details about this time period, which again is 2014. Ili kuelewa yale ambayo yanatokea kutoka hatua hii hadi hatua nyingine,
kutumia ile dhana ya fractals, tunaweza kufungua sehemu hii na tukachora hatua hizi tatu. Tunao tarehe hii Septemba, tarehe hii pia, na tunayo ile sheria ya Jumapili. So this is just this, but you can see a finer detail in it. This 2014. Kwa kuwa laini hii ni laini ile kutoka hapa hadi hapa ambayo imeweza kufunguliwa kwa upana, na tunapofungua tunaona kuwa tunayo hatua hii ambayo hapa ndani hatuweza tukiona, bali tukifungua hivi tunaweza kuona kuna hatua hii hapa katikati yake, and we can further expand this, na tunaweza kuendelea kufungua au kufanya haya mapana sehemu hii kutoka hapa hadi hapa. And now we have 9/11 and here 2014. Na tutakuwa na tukifungua sehemu kutoka 9/11 hadi mwaka 2014 tunapata kuwa tuna line nyingine ambayo tuna line 11, tuko nao pia na hatua hii, pia tuko na hatua nyingine. But what now we get is that there's a finer detail added now in this fractal, which is now 207. Na kile ambacho tunapata kuwa tunapofungua line hizi tunaona kuwa tunapata mambo za kiundani ambayo hatuweza kuona tukiwa tuna line hii moja. Tunapata kuwa tuna hatua hii nyingine ambayo ni mwaka 2017. So we shall prove these dates in our coming studies, but what I want us to see at this point is that this here is just an expansion of this, and that's what a fractal is. Tutadhibitisha haya yote katika mafundisho yetu ambayo yatakuja hapo siku za usoni, bali ningependa tuelewe kuwa laini hii ni sehemu hii ambayo iliyofunguliwa na laini hii ni sehemu hii ambayo iliyofunguliwa. Nini ile dhana ya fractals? Yeah, so what we get is that, another thing to understand is that whatever is introduced in now, or what is now a new waymark, possesses the same characteristics as the previous, or what the larger pattern had. Na tunaona kuwa hatua hizi mpya ambayo yanaweza kutolewa wakati ambao tunaanza kufungua sehemu hii kuwa yanatoa matukio sawa na hatua zilizoko juu yake, kama hatua hii ni sawa na hii, ni sawa na hii, ni sawa na hii. So what that means is that because we have 9/11, Sunday law, and close of probation, if we want to understand the Sunday law, then we have 2014, which prefigures the Sunday law in a small measure, or 2007, which prefigures the Sunday law in a still smaller measure. Yapo tungependa kutumia dhana hii ya fractals, yapo tungependa kuelewa yale ambayo yatatukia katika siku ambayo tutakuwa na sheria ya Jumapili. Tunayo tarehe hii ya mwaka 2014 ambayo inaweza kutufunza kwa uchache sana yale ambayo yatatendeka katika siku ya Jumapili, na tunayo pia mwaka 2017 ambayo pia inaweza kutufundisha kuhusu yale ambayo yatatendeka katika siku za sheria ya Jumapili kwa kiwango kidogo. So fractals helps us to understand prophecy better in that it gives us finer details. Hivyo kwamba ile dhana ya fractals inatuwezesha kuelewa unabii kwa undani, kwa kuwa inatupa finer details, mambo zaidi, inatupa mambo zaidi kuhusu zima tukio zote. Yeah, so the Sunday law is a small measure of the close of probation, and 2014 was a small measure of the close of probation and also the Sunday law. Hivyo kwamba ni kuwa sheria ya Jumapili ni kufungwa kwa mlango wa hekima kwa kiwango kidogo, na pia mwaka 2014 ni sheria inafananisha sheria ya Jumapili kwa kiwango kidogo. Yeah, so maybe drawing another fractal, or maybe a line which it's more familiar to us, ili kuchora line nyingine ambayo tunakifahamu zaidi. We'll do with the Millerites. Tutachora line of the Millerites. Tutachora line ile ambayo inaashiria historia ya wana Millerites. So in the Millerite line, katika line ya wana Millerites, we have August 11, 1840.
this the time the first angel's message went or was given, was proclaimed. Tunapoangalia katika laini hii ya wana right, tunayo hatua hii au tarehe hii ya Agosti 11 mwaka 1880, wakati ule ambapo ujumbe wa malaika wa kwanza ulienda kwa nguvu zaidi. And then we have April 19, 1844, when the second angel's message was proclaimed. Pia tunao Aprili au hatua nyingine ambayo ni Aprili 19 mwaka 1884, ambayo injili ya malaika wa pili ilihubiriwa kwa nguvu. And we have October 22nd, where the third angel's message begins to be proclaimed. Na tunayo Oktoba 22, 1844, ambapo ujumbe wa malaika watatu ilianza kuhubiriwa. But using the concept of fractals, lakini kutumia ile dhana ya fractals, we can take this bit of history, naweza kuchukua sehemu hii ya historia and expand it na kukifungua, and we'll get final details about that history. Na tutapata mambo zaidi kuhusu sehemu ya historia. So we can do what we have is August 11, 1840. Tutakuwa hapa na Agosti 11. And since you're expanding this is now April 19, 1844. Na kwa sababu tunafungua sehemu hii pana, tutakuwa hapa na Agosti Aprili 19. And now what this introduces is another waymark which now gives a final details about this bit of history. Na kile ambacho kinafanya ni kuwa kinaleta hatua nyingine ambayo inatueleza mambo zaidi kuhusu historia hii kutoka Agosti hadi Aprili. And this was 1842. Na hatua hii ni ile ilikuwa mwaka wa 1842 ambayo ameandika kwa ubao. But now placing now these fractals line upon line, lakini kuweka fractal hizi laini juu ya laini, this waymark here, this event here gives us a small measure of this waymark here. Hatua hii katika laini ya mwisho inatuonyesha yale ambayo alitukia ama angetukia hapa katika kiwango kidogo zaidi. So and also this waymark here gives us a small measure of what takes place in this waymark. Na pia kiwango hiki kinatuonyesha au kinatuelezea kwa uchache yale ambayo yalitokea katika hatua hii hapa Oktoba 22. So what we have is that on 1842 the Protestant churches began to close their door on the Millerites. Na katika hatua hii tunaona kuwa ni wana Protestanti walianza kufunga mlango wao kwa ujumbe ule wa Mila. So the Protestants begin to close their door. They begin to close their door on the message. At this point, ndio kwamba wana Protestanti walianza kufunga mlango wao kuhusu ujumbe wa Mila, ama walianza kukataa ujumbe ile ya Mila. When it comes to this point, the Protestants have now rejected the first angel's message. Na mnapo hadi katika hatua hii tunaona kuwa ni kwa wana Protestanti wamekataa ujumbe wa malaika wa kwanza. So this is just a small measure of what takes place here. Hivyo basi hii tu ni nielezee kwa uchache yale ambayo yangetokea katika siku ambayo ilikuwa inakuja, ambayo ni mwaka 1844. So Protestants close door, Protestants reject message. Wana Protestanti wanafunga mlango, wana Protestanti wanakataa ujumbe. But this is just a fractal of this, or just here. Lakini hii ni fractal ya sehemu hii ambapo tunaweza kufika katika hatua hii hapa ndani. So we have expanded this and it's still the same repeating pattern. It's the same characteristics as the previous line. Hivyo kwamba tumeweza kufungua sehemu hii na tukiweka hapa chini bado tu ni ile pattern ambayo inajirudia katika sehemu hii ya pili ya fractals. Yeah, and also this is the first disappointment, which is a small measure of the great disappointment. Na pia hii ni ile the first disappointment katika historia kina vile, na hili ni ile tunasema kuwa ni the great disappointment katika historia ya kina Mila. This is a small measure of this. Hiki kiwango kidogo ya hii hatua. So fractals are just repeating patterns that show that illustrate or give final details about a reform line. Hivyo basi fractals ni it's a repeating pattern that gives final details
of a reform life. Hivyo kwamba fractals ni pattern ile ambayo inajirudia, ambayo inatuelezea kwa undani yale ambayo yanaendelea katika laini ya matengenezo. Yeah, so maybe can do one more fractal. Tutaweza kufanya fractal moja nyingine. We can do it for maybe the line of Christ. Tunaweza kuona fractal hii katika laini ya Kristo, where we have the baptism of Christ. Tunao ubatizo ya Kristo. We have where Christ begins his public ministry, which is the first temple cleansing, the Passover, his first Passover. Just write first temple cleansing. Kutoka ubatizo wa Kristo tunaenda katika hatua hii nyingine ambapo tunapata ni kuwa hekalu iliweza kusafishwa mara ya kwanza wakati ambapo Kristo alikuwa akianzisha mahubiri yake. And this is where he does the second temple cleansing at the Passover, which is also the point of crucifixion. Hapa pia ni pale ambapo anasafisha hekalu kwa mara ya pili, ambao pia ilikuwa ni wakati wa Pasaka, ambapo pia alikuwa anasulubiwa siku hiyo. Yeah, so we can take this history here and expand it, and it will give us more information about this bit of history. Tunaweza kuchukua sehemu hii kutoka katika hatua hii hadi hii, tukiweza kufungua ili tuweze kutupa mambo zaidi kuhusu yale ambayo tuna katika historia hii. So what you have here is baptism, and then the first temple cleansing. And in here we have a marker which is also in. Tunapofungua sehemu hii kutoka hapa hadi hapa, tutakuwa tunaona hivi na nyingine hapa mwisho ambayo inatuelezea kuwa tunapa ubatizo wa Kristo, na hivyo kwamba tunatoa tena hatua nyingine katikati, nayo hatua hii ambapo hekalu sasa katika mara ya kwanza. So this is the marriage at Cana. Marriage Cana. Hiyo basi hatua hii ambayo ni mpya katika laini hii ile ndoa au harusi katika mji wa Cana au Cana. So we'll find that this possesses the same characteristics, only in a smaller scale of this. Tunaona kuwa hatua hii ni sawa na hatua hii nyingine, na inayo chemchemi au mafundisho kuhusu hatua hii, bali ni kwa uchache zaidi. And also this point here has the same characteristics as this point. Na pia hatua hii inatufunza kuhusu hatua hii katika kwa udogo, kwa uchache zaidi. So here we know Christ begins his public ministry. Tunajua kuwa katika hatua hii Kristo anaanza mahubiri yake, and here he begins his ministry. Na hapa pia anaanzisha kazi yake. At this miracle is where he begins his ministry, but Sister White marks that at the temple cleansing is where he begins his public ministry. Katika harusi hii hapa ndipo Kristo anaanza kazi yake, lakini pia tunamwona dada wetu kuwa ni katika ile hatua ya kusafisha hekalu ndipo alipokuwa anaanza kazi yake. So is that a contradiction? Where does Christ begin public ministry? Is it at the first temple cleansing or at the marriage of Cana? Je, hizi ni tatanishi? Ni wapi Kristo anaanza kazi yake? Ni hapa au ni hapa? What you are supposed to do is place it line upon line, and it teaches us about the end of the world. Kile ambacho tunapaswa kukifanya ni kuziweka laini juu ya laini, na itatufundisha kuhusu hatua hii ya mwisho wa ulimwengu. So it tells us that at the end of the world, when the second angel's message is given, there's also a temple cleansing. And it's where Christ begins his ministry. Tunapoweka laini hii juu ya laini hii, na kufundisha kuwa katika mwisho wa ulimwengu ile laini kuwa katika hatua ya pili ni hatua ile ambapo kutakuwa na kusafishwa kwa hekalu. Okay, so this explains the principle of fractals in that line of Christ. Na hii inaelezea ile dhana ya fractal katika laini ya Kristo. Yeah, and
It's a very important concept in studying prophecy. na ni kanuni ya muhimu sana katika kusoma unabii. So in these lines, what we'll notice is that they are repeating patterns. Na katika laini hizi tutajua kuwa ni zile pattern ambazo zinajirudia zenyewe. An example of a repeating pattern, Mfano wa pattern ambayo inajirudia, for example, we have the line of Christ. kwa mfano tuna laini ya Kristo. For how long was Christ prepared? Je, ni kwa muda gani ambapo Kristo alikuwa akitayarishwa? Sorry? 30 years. Kwa miaka 30 alikuwa akitayarishwa. And then he did his ministry for how long? Na akafanya kazi katika muda gani? 3.5 years. Miaka 3.5, Which is also 1260 days. ambayo pia ni miaka 1260. Yeah, so this was 4 BC when he was born. This is where he begins his ministry. And for 3.5 years is 31 AD. Hapa ni ile mwaka wa 4 BC, na hapa ni mwaka wa 27 AD ambapo alikuwa anabatizwa, na hapa ni mwaka wa 31 AD ambapo alikuwa anamaliza kazi yake kwa siku hiyo. So this is one line of history, and we can place it upon another line of history. Hivyo basi in laini moja ya historia na tunaweza kukiweka juu ya laini nyingine ya historia, And we'll see the concept of the repeating pattern. na tunaona ile dhana au concept ya ile pattern ambayo inajirudia. Yeah, so this is about Christ, Hii ni kuhusu Kristo, but the Antichrist lakini ule mpinga Kristo or the papacy au papa follows the same pattern. anafuata pattern sawa na Kristo. So he also have 30 years of preparation, Pia yeye ana miaka 30 ya kujitayarisha, beginning from 508 AD toka mwaka wa 508 AD to 538, hadi mwaka wa 538. and when he's placed on the throne at 538, Wakati ambapo amewekwa katika ile kiti katika mwaka 538, he also does his ministry for 3.5 years. pia yeye anafanya kazi yake katika muda wa miaka 3 na nusu, But 1260 years. ambapo ni mwaka 1290. At the end of these 3.5 years of Christ, Katika mwisho wa miaka hizi za miaka 3 na nusu za Kristo he was crucified. alisulubiwa, And at the end of these 1260 years of the papacy, na katika mwaka miaka 3 na nusu za papa he received a deadly wound. alipata jeraha kuu. So this is, we can place the line of Christ upon the line of the Antichrist, and it gives information, or this history illustrates this history. Hivyo basi tunaweza kuchukua laini ya Kristo na tukakiweka juu ya laini ya ule mpinga Kristo, na tunaona kuwa ni inatoa ile pattern na kujirudia, na inatoa historia ile sawa. So there are many ways in the Bible where we find such lines or this kind of a repeating pattern. Kuna mahali mingi sana katika maandiko ambayo tunapata hii pattern ambayo inajirudia, And we shall be looking at now how these lines can repeat, or how they can be placed line upon line in the coming studies. na tunaenda kujifunza katika mafunzo yatakayokuwa nafuata jinsi ambavyo hizi laini zinaweza kutoka juu ya laini nyingine. How we have placed this line upon this line is how we'll place now many other transactions of the Bible line upon line. Jinsi ambavyo tunaweka laini hii ndio laini nyingine, ndio tutaweka matukio nyingine katika Biblia, laini juu ya laini. So the purpose of this study today was to learn the principles of studying prophecy. Kusudi la mafundisho ya leo ilikuwa ni kujifundisha kuhusu kanuni za kudusu unabii, And we have learned that prophecy is to be studied in lines, na kujifunza kuwa unabii unapaswa kusomwa katika laini, and that these lines are called reform lines, na kuwa hizi laini zinaitwa kuwa ni zile laini za matengenezo, and that these reform lines repeat in every history. na kwa kuwa hizi laini za matengenezo zinajirudia katika kila historia. We have also learned that these reform lines Tumejifunza pia kwamba hizi laini za matengenezo can be expanded, yaweza pia kufunguliwa zaidi au ziwe pana zaidi, and this illustrates the concept of the wheels within wheels in Ezekiel. na ile inaashiria ile dhana ya mgurudumu juu ya mgurudumu katika fungu la Ezekieli. So these are the principles we use in studying prophecy, Hivyo basi hizi ndio zile kanuni ambazo tunatumia kusoma unabii, and God willing we shall begin to apply these principles in the coming na studies. kwa mapenzi ya Mungu tutaweza kutumia kanuni hizi katika mafundisho yatakayo
yatakuwa kifuata. So with that, we'll close with the word of prayer. Na kwa hivyo tutaweza kufunga kwa maombi. Our dear Heavenly Father, Baba yetu aliye juu mbinguni, we come before you in Jesus' name. tunakuja mbele zako kutoka jina la mwanao Yesu Kristo. And we thank you for this precious time that you have given us this afternoon. Tunakushukuru katika wasaa haya ya thamana ambayo tuko katika masaa ya jioni, Whereby we can study your word in peace. ambapo tunaweza kusoma neno lako kwa amani au kwa utulivu. We thank you, Lord, for the blessings that you have poured upon us this afternoon. Tunakushukuru kwa mibaraka ambayo umeweza kutunyunyizia wakati huu wa jioni. We thank you for the teachings that we have received. Tunakushukuru kwa mafundisho ambayo tumeweza kuyapokea. We only pray, Lord, that you may give us that heart to go and see whether these things are really so. Na tunakuomba Mungu uweze kutupa tu ile moyo ambayo tunaweza kuona na kuangalia iwapo mambo haya ni ya kweli. And Lord, we pray that we shall hold fast to that which is true. Na tunakuomba Mungu uweze kutuwezesha ili tuweze kushikilia ile ambayo ni ya kweli. And we shall allow these principles to have a place in our hearts. Na tutaweza kuziruhusu ili tuweze kuziruhusu kanuni hizi ziwe na wakati au mahali katika moyo zetu, And be able to apply them when we study the word. ili tuweze kuyatumia kusoma neno lako. We thank you, Lord, for your prophetic word, Tunakushukuru Mungu kwa neno lako la unabii, because it is like a light that shines upon our path. kwa kuwa ni kama nuru ambayo inang'aa katika njia yetu. We only pray, Lord, that you may give us the interest and the willingness to look into these things. Tunakuomba Mungu tu ukaweza kutupa ile tu tamaa na kuweza kusoma neno lako. Help us, Lord, to create time to study your word. Tunakuomba uweze kutupa muda ili uweze kutupa neema ili tuweze kutenga muda kusoma neno lako, Because, Lord, we know that this is what we are supposed to do here at the end of the kwa world. kuwa tunajua hili ndilo ambalo linapaswa kufanya katika mwisho wa dunia. We thank you, Lord, for all that you have revealed unto us this far. Tunakushukuru kwa wale yote ambao wameweza kufunulia hadi sasa. Thank you, Lord, also for all those who have heard these things. Tunakushukuru pia kwa wale wote ambao wameweza kuyasikia mambo haya. We pray that your Holy Spirit will continue to convict us. Tunakuomba Roho Mtakatifu aweze kuwafunulia mambo haya, And above all, Lord, we pray that you will forgive us our sins. na juu ya haya yote tunakuomba uweze kutusamehe dhambi zetu, That we may be worthy to look and to study these things. ili tuweze kuhesabiwa haki ama kwa maana kusoma neno lako. We pray all this, believing and trusting in Jesus' name. Tunaomba haya yote kutoka kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Amen.